Yo, karibu sana kwenye channel yako pendwa. Sasa kama bado huja subscribe, like na kucomment kwa sababu wewe ni mdau muhimu sana. Ni mwezi wa Ramadhani na kwa bahati nzuri mastaa hawa hapa wawili, wa kike na wa kiume akiwa ni Whozu na wa kike akiwa ni Halima Kopwe, wameweza kufanya birthday yao kwenye huu mwezi wa Ramadhani. So wakashangilia na wakasherekea kwa iftari nzuri kabisa ambayo waliweza kualika marafiki zao mastaa, waliweza kualika marafiki zao ambao sio mastaa, lakini pia waliweza kufanya kitu ambacho ni mfano wa kuigwa na jamii yote. So hiyo ndio sababu sisi tumeweza kutengeneza video hii hapa kuwapa pongezi na kuwashukuru kwa mchango wao. So ukiacha tu kufutarisha kwa hawa mastaa wenzao, lakini waliweza kufanya kitu kwa jamii. Na kitu gani walichokifanya? Waliweza kushare birthday yao na chochote kile walichonacho kwa watoto wasiojiweza na kwa mama wasiojiweza. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri na kinastahili pongezi, na ndio maana nimekuletea birthday za hawa mastaa wawili. Uziangalie jinsi ambavyo zilikuwa kifahari kidogo, lakini pia waliweza kushare hicho kikubwa ambacho walikuwa nacho kwa siku hiyo au kidogo, lakini wakaweza kushare na watu ambao wapo kwenye mazingira magumu. So hongera kwa Halima Kopwe, na hii ndio glimpse kidogo ya birthday yake ilivyo, na alifanya hivi kwa watoto ambao, kwa mama ambao wameishi kwenye mazingira magumu. Huyu hapa Halima Kopwe alichagua wamama. Kwa hiyo alianza kufanya birthday kwanza, lakini baadaye ndio akaenda kufanya kitu hichi hapa cha upendo kwa wamama ambao wapo kwenye dunia yetu, wako Tanzania yetu, na wapo ambao hawapo kwenye mazingira mazuri. Wengine wanakosa iftari au wanakosa mahitaji muhimu ya kila siku. So yeye kwa uwezo wake aliweza akafanya hapo alipofanya. So hii ni kwako wewe hapo ambaye upo uraiani, na wewe na kuitisha uweze kufanya chochote kwa watu. Ila kama unafanya, basi ni hongera sana kwako, na Mungu akubariki kwa chochote kile ambacho unakifanya. So Halima Kopwe, hii ndiyo safari yake ilivyoanza, na kwenda sehemu ambayo aliweza kuipangilia na kwenda kutoa msaada huu wa chochote kile ambacho aliweza kubarikiwa akiwa pamoja na marafiki zake. So kwa mama hawa hapa walipanga foleni kwa ajili ya kupatiwa chochote kile alichokuwa amekiweza Halima Kopwe. So hongera kwake, na watu wengi wamepokea vizuri hichi kitu alichokifanya, wamempongeza, na wengine wamesema kwamba na wenyewe watafanya hivi kwa ambao wameweza kuwa wamekijisahau na kuishi kwa kutokufanya desturi hii. So hongera kwake tena na tena. Kama ambavyo unaona wamama wapo hapo wakifurahia na wakishukuru kwa chochote kile ambacho kimeletwa mbele zao. Hata wengine hawajui kitu gani ambacho wanaletewa, lakini wako hapo kupokea na kushukuru na kuendelea kumbariki Miss Tanzania huyu aliyepita, Halima Kopwe, kwa moyo wake mzuri na kwa kujitolea kwa jamii. So ni kuonyeshe venue ambayo alifanyia birthday yake ni hapo, na hii ndio iftari ambayo aliandaa kusherehekea na mastaa wenzake na marafiki zake wa dhati kabisa ambao yeye alichagua kualika. Wakiwemo huyu hapa Warda, akiwemo Priska Limo, akiwepo na yeye mwenyewe kwenye picha ya pamoja, wakiwa wametabasamu vizuri, makeup nzuri, kila kitu kiko classic kabisa. Lakini pia rafiki yake mwingine ni Rosey Manfere, huyu ni Miss Tanzania, na walikuwa wote kwenye kinyang'anyiro, na tuache na hiyo story. So huyu mwingine ni rafiki yake ambaye wameweza kuwa pamoja na wameshirikiana kwa pamoja pia, na ndio maana amemwalika hapo kwenye iftar. So hongera kwa Halima Kopwe, alipendeza sana, na hiyo nguo yake ameivaa nafikiri imetoka To Collection Dubai. So hongera kwake. Huyu ni Priska Limo wakihug kwa pamoja, wakifurahia moment ambazo wamekuwa nazo hapo kwenye birthday. Keki ilikatwa, mapambo ndio kama unayaona, lakini pia aliweza kufanya kipindi na Salehe wa Zamaradi TV. So kama unataka kuangalia kwa undani hii iftari ilikuwaje na kitu gani aliweza kuzawadiwa na chochote kile ambacho kiliendelea, basi unaweza kuangalia hapa kwenye hiyo kipindi cha Mpaka Home, nafikiri kile cha Salehe. Wewe ukienda tu kwa page ya Zamaradi TV basi utaweza kuona. So hongera kwake Halima, narudia tena, ni kitu kikubwa, na hongera kwa kuzaliwa, na hongera kwa birthday yako kuendana moja kwa moja na siku ya Ramadhani. So
hiyo ni Bahati Salehe huyu hapa, na yeye akiwa anasema chochote kitu hapo. Na wageni waliko wengine picha zao ni hizi hapa, zinaendelea kubadilika. Kutunzwa napo imo jamani, sio tu watu mnaenda mnakula bule jamani, mtunze kwenye mashughuli huko. Kutunza ni akiba, kutunza ni hazina. Keki ndo kama ambavyo unaiona imeendelewa kimahadhi ya msikiti hivi amazing. Lakini mapambo pia unayaona ya mwezi mtukufu kabisa wa Ramadhani. So setting nzima ilikuwa nzuri sana na watu waliweza kuenjoy. Content creators walikuwepo marafiki zake ambao wanaishi nao, wanafahamiana kwenye organization tofauti, marafiki zake kwenye Miss Tanzania, yani raha tupu. Na picha zake ndio hizi hapa kama unavyoziona. She's feeling herself as a queen she is. So hongera kwake Halima Kopwe. Na sasa tunaweza tukaelekea kwenye upande wa wanaume. Tulianza na ladies first, huyu ni Halima Kopwe. Sasa tunaweza tukaenda upande wa wanaume ambapo ni Whozu wa Wema jamani. Tunaye chibaba wetu huyu kutoka kwa chimama wetu Wema Sepetu. So Halima Kopwe ndio tunamwacha hivyo, tunamuaga na picha zake amazing jamani. Naye picha zake ni nzuri. Zinasisimua sana. Picha nzuri amazing. Amejistiri lakini bado anaweza akapiga picha nzuri. Jamani, mastaa embu jistirini. Mnapendeza sana jamani Haya, tunaendelea sasa. Tupo kwenye Whozu birthday party iftar ambayo hii ilifanyika tarehe 10 March na walifanya kwenye Bella Vista Garden ambayo hii iko Mbweni. So Whozu anasema leo ni siku yangu ya kuzaliwa na sherehekea pamoja na watoto wenye mahitaji maalum, kwa kuwa malezi ni jukumu letu, kuomba dua na kufuturu kwa pamoja. Asante Mungu kwa nafasi hii adhimu. Location Bella Vista Garden, Bahari Beach, lakini pia muda ni kuanzia saa 10:30 jioni. So Whozu hii ndio look yake ambayo alikuwa nayo kwenye siku ya birthday yake. Lakini kabla ya hapo aliweza kufanya photoshoot ambapo aliwenda na suti fulani hivi casual. Akasema 10 March, alhamdulillah, happy birthday to me. Maneno machache tu lakini yakibeba ujumbe mkubwa wa kumshukuru Mungu kwa hapo alipofika na kuzaliwa upya tena na kuongeza umri mwingine. So aliweza kuvaa outfit mbili, lakini pia kwenye birthday kule nafikiri nilikuonyesha. Kama bado hujaona birthday ya Whozu na kuwekea hapo link juu hapo kwenye video hii utaweza kuona. So hii ni outfit ambayo Whozu alipiga nayo picha na ile nyingine ndio alienda nayo kufuturia. So hongera kwa Whozu, na yeye alifanya kitu bora, kitu kikubwa, kwenda kushiriki iftar na watoto ambao wana uhitaji. So hongera zake nyingi sana, na mastaa wengi waliweza kuhudhuria birthday yake na wengi waliweza kula pamoja na wale watoto. So hicho ni kitu cha faraja. Watoto sangine wanakaa wakihuzunika, lakini kama hivi tukiwa pamoja nao, tunasherehekea pamoja nao, basi ni kitu ambacho kinakuwa ni amazing sana. So stay tuned kwa video zetu nzuri kama hizi. Asante.